Jairuti atakuwa mfanyabiashara gani eti ambaye aache fursa hii ya watu wanalalamikia mzigo asiagize mwingine? Yaani watu walitaka tuambie Jairuti ameagiza mzigo mwingine. So utaratibu wa kibusiness. Utaratibu wa kibusiness, Jairuti ahakikishe duka ambalo linataka jezi ya Simba ifanyeje? Iwepo. Huo ndo utaratibu wa Jairuti. Sasa kauza pisi milioni 1, 2, otherwise 3, ni kazi yake na management. Kwetu itakuwa furaha kwa sababu klabu itakuwa imepata pato kubwa. Kwa hiyo watu wanapoiona jezi nje wasifikiri si hatuna tangazo la jezi imedoda. Ukitaka kujua kawaulize wafanyabiashara. Ipo clip utaitafuta, anayenisikiliza atatafuta. Kuna bwana mmoja analia, brother, inatia huruma na zaidi ya mapisi ya majezi ya Mbagala. Sisemi Mbagala Market, ya Mbagala kutoka kwa wenzetu hawa ambao wao wanategemea zaidi mashauzi kwenye kuendesha klabu. Kwa hiyo katika swala la kibusiness Simba wako right sana. Wameona huu muda wa mapumziko, msemaji atasema nini? Akaambiwa kamata huu mzigo, nenda katoe elimu. Si atwendi tu kuuza jezi. Tunakwenda kumpa elimu mtu ambaye ana kawaida ya kupewa jezi feki ya Simba akawa ameivaa. Si roho inatuuma kwa sababu wana Simba ni watu pekee ambao namna wanavyoipenda klabu yao duniani wanafananishwa na klabu moja. Kuna klabu inapendwa duniani kuliko vilabu vyote. Watu hawajawahi kujua klabu inaitwa Flamengo iko Brazil. So Real Madrid, so Barcelona, so mimi ndo najua. Yaani hii tathmini inawezekana hawana watu. Klabu inaopendwa na watu wake kuliko klabu nyingine ni Flamengo. Namba 2 ni Simba. Haijawahi kutokea. Kama vile vyuo vilivyo vitatu duniani. Sawa? Na vilabu ni viwili tu ambavyo vinapendwa kuliko maelezo. Hali ambayo wamepita Simba katika nyakati hapa za ujanja ni nyakati za kubebana. Ukimpitisha Yanga, kia Mungu na mtume, askari polisi watakuwa wanashinda Jangwani na maji ya washawasha wakizuia mashabiki wasio na maarifa wasilete vurugu. Mimi nimejibu hoja ya Simba. Diadola unaibua hoja sasa. Na hoji upande wa pili. Wao walituuliza hili swali, nadhani ulilisikia sana. Nimesimama mimi kulijibu. Diadola ni connection, ni care of, sio anaita kitaalamu, kiunganishi kati ya Simba na nani? Jairuti ni kiunganishi kati ya Simba na Diadola. Diadola ndio aloutengeneza ule uzi kuanzia nyuzi, kuchapa na vitu vingine. Umeelewa vizuri? Simba ndio wenye jezi. Atakayesambaza jezi ni Jairuti. Amini nimejibu. Nataka kujua nia ni nani? Alifunga mkataba lini? Kwa sababu mkataba wa Jairuti na Simba ulikuwa wazi. Ndio, tuliita waandishi wa habari, tukawaita TRA na watu wengine wasije wakasema tumewahujumu. Sasa swali linakwenda kwao, nia ni nani? Na yupo kwenye jezi kama nani? Wao watujibu hivyo tu nimalizie. Safe bwana, mambo ni aje kaka? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa uzima tele. Nashukuru pia kunifuata tena kwa muda mwingine. Nakumbuka tuliwahi kukaa hapa. Ndio. Hapa wanapoita Ubaya Ubwela. Ubaya Ubwela. Ndio. Kuna tawi hapa? Kuna tawi kabisa. Ndio tupo katika mkakati wa kutengeneza kijiwe cha tawi. Tukisema kijiwe ni ile nembo ya kuashiria tawi yetu hapa. Na karibu tutakuwa na ofisi, karibu tutakualika katika yote ambayo tutakuwa tunafanya ili tuwe tunapata mazungumzo. Tuko chini ya mti. Watu wa Simba wengi wanatakiwa kuwa na afya barabara. Ingawaje mimi naitilafiana na wataalamu, ingawaje wao ndo wanasema kawaida mti uwe unatoa hewa safi usiku. Sasa hizi unachakata. Mimi nasema muda wote tu Mungu alivyoumba mti utatoa hewa safi. Ndio. Naam, karibu sana Abdalla. Mimi nimekaribia, lakini tusipoteze muda. Sefu, meneja wa idara ya habari na mawasiliano Ahmed Ali yupo sasa hivi kanda ya kati mara baada ya kutoka kaskazini huko kwa ajili ya kutoa elimu kwa wana Simba kuhusiana na masuala mazima ya jezi za wekundu wa Msimbazi. Simba wanakwambia kataa jezi feki, nunua jezi original. Yuko huko kwa ajili ya kuwapa elimu wana Simba. Lakini maneno yamekuwa mengi mtaani, baadhi ya wadau wa mpira, mashabiki kutokea vilabu vingine ama wadau ambao si sehemu ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia wengine huko wanasema kwamba kwa nini afisa habari yupo mikoani kuhamasisha watu wanunue jezi ilhali mlisema kwamba jezi zimemalizika. Ni kama hivi kuna kauongo fulani hivi kametengenezwa kuwapumbaza watu. Kuna ukweli wote wa haya ambayo wanayazungumza? Ngoja nikwambie visa sasa. Bahati mbaya zaidi vyombo vingi vya habari bwana Abdalla viko Dar es Salaam na watu wanavitumia huko nje kwa maana ya kuingia kwenye YouTube na vitu vingine. Nakupa kisa kidogo alafu nikurudie kwa nini Simba tunafanya haya yaliyokuwepo. Saizi kuna mtu yuko Muheza huko ndani
anaamini Mwalimu bado ni Fadlu. Yaani yeye hana taarifa inayomuonyesha kwa Fadlu ameondoka Simba. Nisikilize vizuri. Hao ndio mashabiki. Leo inapotengenezwa jezi feki, Abdallah, eneo itakapokwenda kuuzwa kwa thamani kubwa hiyo jezi feki itakuwa ni nje na Dar es Salaam. Yaani watu wa Dar es Salaam ukimuona ameivaa jezi feki ameamua. Yuko mtu anauziwa shilingi 20,000 jezi itakayofanana na jezi ya Jairuti, ambayo gharama ya jezi ya Jairuti ni 45,000. Amenunua jezi 20,000, tofauti yake ni 25,000 apate kitu quality. Huyu mtu yuko Njombe ndani, yuko Muheza ndani, yuko Bai, sijui umenielewa vizuri, ni mwanachama wa Simba, otherwise ni shabiki wa Simba, ameivaa jezi feki ya 20,000. Sasa tumeona huyu mtu ndio mtu anapaswa kwanza kwenda kupewa elimu, kwa sababu hata hizi social media tukubaliane. Mimi ukiniambia social media inatazamwa na watu ambao hawana kitu, mimi siwezi kuamini, kwa sababu ili uone social media ni lazima uwe na simu ya touch. Kwanza ni gharama, lakini bei ni lazima uwe na bando ndio uende ukafungue. Unategemea elimu ya jezi utatoa kwa watu wangapi ambao wana touch na bando? Ni kundi la watu wachache. Hawa watu sio binafsi. Wa Tanzania si ni wa binafsi katika matumizi ya simu. Kwa nini nasema si ni wa binafsi? Sitaki kwenda kwa watu wengine. Si aghlabu kukuta Mtanzania yuko na watu watatu wanatazama jambo katika simu. Labda hawa watu wamuombe. Lakini yuko tayari kutazama jambo hili, yeye ndo akawa mtoa taarifa wa pili baada ya kuona tukio. Simba tumeona hapo kwamba sasa tunapasa kwanza kuenda kutoa elimu kwa mashabiki wetu wa jezi waliokuweko nje na Dar es Salaam, mji ambao una takataka zote na una mabalaa yote. Mimi na wewe Abdallah tunawafikiaje? Si ni Simba fans, sawa? Tukizungumzia Simba fans tutakuwa tunazungumzia Dar es Salaam. Ahmed ametoka, nitakwambia safari yake, alafu katazame katika clip za Simba amefanyaje biashara na watu wamepokeaje. Watu Mboyo wamevaa jezi hiyo ya Simba, ni sawa? Jezi za Simba kwanza nianze hapa, alafu nitarudi katika hoja hii. Hapa pengine watu ndo wanakanganyika, kwa nini jezi za Simba tuziliambiwa zimekwisha, sawa, na bado zinakwenda kuuzwa. Nasema hivi, unapotoa oda katika kampuni kama Diadola unataka jezi, mimi na hakika muda mimi na wewe tulozungumza zimechapwa zaidi ya jezi 500. Yaani muda unaanza kunipa maiki mpaka sasa. Simba zilichukuliwa jezi za kwanza, mimi nimeziita ni jezi za majaribio, na Jairuti angefeli hapo, angeona kwamba Simba hawana maana yoyote. Niziite jezi za majaribio. Zinamalizwa mkupu wa kwanza kuuza jezi tuko katika Simba Day, pisi 600,000. Jairuti anakili, anasema haijawahi kutokea pisi hizo 600,000 zilizoondoka sijui na nini, na Samsung wanajua. Maana yake hana mzigo. Lakini bado watumiaji wanaotaka mzigo, maana yake mtaani wananong'ona. Jairuti atakuwa mfanyabiashara gani eti ambaye aache fursa hii ya watu wanalalamikia mzigo asiagize mwingine? Yaani watu walitaka tuambie Jairuti ameagiza mzigo mwingine. So utaratibu wa kibusiness. Utaratibu wa kibusiness, Jairuti ahakikishe duka ambalo linataka jezi ya Simba ifanyeje? Iwepo. Huo ndo utaratibu wa Jairuti. Sasa kauza pisi 1,000,000, 2, otherwise 3. Ni kazi yake na management. Kwetu itakuwa furaha kwa sababu klabu itakuwa imepata pato kubwa. Kwa hiyo watu wanapoiona jezi nje wasifikiri si hatuna tangazo la jezi imedoda. Ukitaka kujua kawaulize wafanya biashara. Ipo clip utaitafuta, anayenisikiliza atatafuta. Kuna bwana mmoja analia, brother, inatia huruma, na zaidi ya mapisi ya majezi ya Mbagala. Sisemi Mbagala market, ya Mbagala kutoka kwa wenzetu hawa ambao wao wanategemea zaidi mashauzi kwenye kuendesha klabu. Anasema hizi nimenunua kwa risiti maalum. Sasa ombi lake katika hii, ikiwezekana apunguziwe alau jaziba kidogo. Sasa wanajezi mpya wametoa wanajezi mpya wametoa. Sasa sijui kuwa watamfidia au la, lakini tuache. Huko ndo kwenye malalamiko ya jezi hazikutoka. Sijaona mfanya biashara, tafuta clip hiyo, nitakuwa na deni. Amelalamika jezi ya Simba imebaki dukani. Yaani ameuza alizopokea mwanzo, amepokea mkupuo wa pili ameuza, na Ahmed Ally anachokifanya huko ni kufuru. Sasa nikurudie. Hapo nimezungumza katika elimu ya kwa nini watu wasidhani jezi hazikwisha. Lakini Ahmed Ally akiwa yuko Mbwewe ameshuka. Yaani mimi kwa kuhesabu haraka ni zaidi ya jezi 30 zimeuzwa. Ni zaidi ya jezi? Yaani tungeziacha eti zikae Dar es Salaam. Akaenda amesimama Kilapula, ameuza zaidi ya jezi 10. Tena mtu wa watu maskini akatoa sadaka
kwa mlemavu jezi moja, kwamba jamani, hapana, Simba haiko hivyo, huyu hastahili kununua kitu cha Simba. Angalia huruma hiyo. Klabu ina maarifa kabisa. Kaja mlemavu yule, alikuwa anaweza kununua? Hapana. Wewe ni shabiki wa Simba, imetoka hapa, hali ulionayo Simba inapasa kukusaidia. Ndio klabu ambayo inajua kusaidia walemavu na watu wengine. Hata hizi tabia za kupeleka vyakula kwa watoto yatima tulianza sisi katika zile Simba Day. Tulikuwa tunakwenda hospitali, kuna watu wenye mahitaji wale ambao hawana ndugu kwa sasa, au ndugu wamechelewa, tukawa tunafanya. Sasa sio dhambi wakawa wanatuiga, na wao wakiamua kuzurura na jezi waige tu, lakini wakapeleke jezi bora kama ya Jairuti, wasipeleke haya waliowatengeneza ambao watu hawayataki. Kwa Ahmed unamuona sehemu alizosimama anauza pisi ya 20, 30. Brother, unataka nini katika business? Basi labda tukusoma biashara. Business niseme dhambi mbaya katika business ni kuwa na biashara ukaifungia afu haiendi. Na thawabu katika business ni kuwa na biashara alafu una hakika nitakwenda kuiuza. Hata kwa umbali gani ifikisha ukafanyaje? Na ndio maana Baresa leo anatoa mali zake, si ndio? Anapeleka sehemu nyingine, na Mohamed Dewji soda yake unakwenda kuinywa Kinore Morogoro ndani huko brother. Zamani walikuwa wanakunywa Togwa. Mambo ya Mokola. Mokola, yani usiseme huyo jamaa huyo ana kinywaji kinaitwa extra. Sasa tukenda kitaalam, mimi sijui unanijibu nini? Vinywaji vyote vinaitwa energy, yake ni energy lakini inaitwa more extra. Kamuuliza mtaalamu mmoja wa masuala ya kibiashara ya maji, akasema hii imeuza kuliko kinywaji chochote nchini. Huwezi kuita tena more energy, unaita extra. Yani extra ni ziada. Kiingereza sijui mtanisaidia. Umenielewa vizuri? Na kinywaji kimekithiri katika mauzo. Na sio tu kinywaji kukithiri, niguse na hii. Kwa mimi nikisema Simba na wataja wote, ndio mtu pekee akifungia juisi yake, wafanya biashara wote wanalalamika. Kuna muda alisumbuliwa hapa sukari, hatuwezi kutaja utawala wa nani. Ilikuwa shida kubwa brother. Ilikuwa kila mfanya biashara unayekwenda kumface anakwambia mambo hayaendi. Kwa hiyo katika swala la kibusiness Simba wako right sana. Wameona huu muda wa mapumziko, msemaji atasema nini? Akaambiwa kamata huu mzigo, nenda katoe elimu. Si atwendi tukuuza jezi. Tunakwenda kumpa elimu mtu ambaye ana kawaida ya kupewa jezi feki ya Simba akawa ameivaa. Si roho inatuuma kwa sababu wana Simba ni watu pekee ambao namna wanavyoipenda klabu yao duniani wanafananishwa na klabu moja. Kuna klabu inapendwa duniani kuliko vilabu vyote. Watu hawajawahi kujua klabu inaitwa Flamengo iko Brazil. So Real Madrid, so Barcelona, so mimi ndo najua. Yaani hii tathmini inawezekana hawana watu. Klabu inaopendwa na watu wake kuliko klabu nyingine ni Flamengo. Namba 2 ni Simba. Haijawahi kutokea. Kama vile vyuo vilivyo vitatu duniani. Sawa? Na vilabu ni viwili tu ambavyo vinapendwa kuliko maelezo. Hali ambayo wamepita Simba katika nyakati hapa za ujanja ni nyakati za kubebana. Ukimpitisha Yanga, kia Mungu na mtume, askari polisi watakuwa wanashinda Jangwani na maji ya washawasha, wakizuia mashabiki wasio na maarifa wasilete vurugu. Sisi leo hii kuna baadhi ya watu walitoka hapa katikati. Nadhani unakumbuka tulifanya vipindi kwa njia ya simu nikiwa Tanga. Hatumtaki nani? Nadhani ulikuwa unasikia, lakini hatumtaki nani ziliishia katika social media. Wenzetu wakisema hawakutaki, brother. Wewe acha bwana, Yanga wana utaalamu hujawahi kuona. Si hatuna. Sisi tumeumbiwa ustaarabu Abdallah. Yaani nikiwataja hawa natumia mifano. Unajua kutumia mfano kwa mtu asiye mwerevu ni haki hata kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sisi tumekwenda tumemchukua Ahmed akatoa elimu ya jezi. Hatukumpa shida Ahmed ya kuuza kadi. Sasa kuna watu wamepewa taabu ya kuhamasisha na kuuza kadi. Sisi tukisema siku tumefungulia kadi, yani foleni yake haina mfano kwa sababu watu wana kashi zao. Na utosikia tunahamasisha akachukue kadi, hapana. Si kadi watakwenda watu kama mvua. Hawa ndo viumbe pekee ambao wanapenda kuliko watu wote. Ndio maana rais wa FIFA alipokuja akasema mashabiki bora. Mimi nakwambia ile ni duniani. Watu wanadhani nimeambiwa kwa mechi. Simba aliulizwa kwa nini akasema hapana, namna ambavyo wanayapokea mambo. Yaani mashabiki wanaojitokeza namna ile kwa Simba washawahi kuchukua klabu bingwa barani Afrika. Alitegemea hivyo. Timu yao shirikisho. Simba ni sawa, wamefanya vizuri. 74 wamecheza nusu finali, wamecheza robo finali 6, lakini sio miongoni mwa wale matimu imara. Lakini angalia watu wake wanapopokea. Hawa watu sio kawaida. Rais wa FIFA ndo alitupa siku wa mashabiki bora. Hatutaki mashabiki bora wavae jezi mbovu. Abdallah, tumemtoa Ahmed Ali. Toka hapa, acha kukaa Dar es Salaam. Uko Njombe ndani kuna mtu afahamu ubora wa jezi yetu.
Tangazo mlolitoa ana Azam TV. Tangazo mlolitoa ana simu kubwa na hajaweka bando. Huyu mtu atapata tangazo kutoka kwa wenzio wanapita, jamani watu wa matawi, Ahmed atakuja. Huyu mtu atachukua 45 yake, atakuja. Ahmed atamwambia chukua jezi. Muombe huyu una simu kubwa, skani. Mwanadamu hufundishwa zile tabia nzuri taratibu. Kwa hiyo kutembea Ahmed nje ni kumsababisha Jairuti akaendelea kutamba. Na niseme ukweli, ukimuona Jairuti ambaye tumempa mkataba na ukamtazama Jairuti wa sasa, unaweza kusema ni mtu na mdogo wake. Si utakuwa umenifahamu. Jairuti ana nuru, ana furaha. Yaani Jairuti hajajuta hiki alichokifanya. Na naamini rafiki yake mkubwa kwa sasa Jairuti ni yule aliyemshauri nenda Simba. Huyo ndo atakuwa rafiki mkubwa kuliko watu wote, kwa sababu amekuja sehemu sahihi, sehemu ina watu makini, watu wenye uwezo wa kufanya maamuzi. Labda ujue sisi tunafanya sana maamuzi my brother. Sisi nikikuonyesha tunafanya maamuzi, sijui watu kama wanaitazama vizuri. Si ndo klabu ambayo tunaletewa kila nongwa ya aina. Si ndo klabu ambayo tunafanyiwa kila mpango mbaya, yani mambo yetu yasiende. Si ndo klabu ambayo tunabezwa na watu kupita watu wengine, lakini watu wake ni weredi kupita maelezo. Yani viongozi wa Simba, nazungumzia Murtaza Mangungu, mbona nazungumzia leo Magori kwa sababu ndio viongozi wa sasa, nazungumzia rais wa heshima, namzungumzia madam, yuko strong sana mwanadada. Yani hawa watu hawajajua tu Zubeda na Babra wanaelekea kufanana, tofauti yao rangi, na Babra ni mtu mweupe. Kuna muda lazima tupeleke thamani, kwa sababu Babra alinyanyua makwapa, Zubeda bado, lakini naye anakwenda kunyanyua, kwa sababu chini ya Zubeda thamani imepanda mara 3 ya alivyokuwa kakaangu Kajuna. Sisemi akufanya chochote, mikataba alofunga Zubeda inatisha sasa hivi. Amefunga na Betway, amefunga na Jairuti. Nenda kaipeleke kwenye thamani. Na sio hivyo tu, na kuna mambo mengine makubwa yanakuja. Hatuwezi kuanza kusema kwa sababu wenzetu wanashinda sana kwa waganga. Unajua mimi nawafahamu vizuri Yanga. Mimi mwenyewe washawahi kuniloga. Nakuja kuzungumza siku nyingine. Kwa Abdallah, katika hoja hii ya jezi, sisi tunakwenda kupeleka elimu. Sisi tunakwenda kupeleka elimu kwa sababu yupo mtukutu mmoja aliwahi kupewa maiki hapa katika Simba Day. Akasema Simba ni university. University ni neno gani la Kiingereza? Ina elimu ya juu kabisa, chuo. Basi na mimi nakiri Simba ni chuo. Hakifundishi tu mpira, adabu, tabia njema, biashara zinafanywaje, thamani yako ikoje, kwa sababu sasa hizi Tanzania kuna timu thamani ya jezi yake ni shilingi 1,000. Nadhani siwapunje sana, ni shilingi 1,000. Thamani ya jezi ya Simba kwa mwaka ni karibu ya bilioni 7. Sasa hii karibu fanya ni bilioni 7. Lakini mara ya kwanza sisi tunaweka mkataba wa jezi tunapoa bilioni, watu walishangaa. Sasa sio hivyo. Sisi tunataka kwenda kwa kama national. Thamani ya logo ile ya jezi ya national ni bilioni 90. Sasa sisi 7 sisi tunatafuta hiyo 90. Maana yake hawa wakifika kwenye 7 sisi tuko kwenye 100 na kidogo. Kuna mwaka utakuja kumuona mtoto kutoka Ureno anachezea Simba. Yaani hajanunuliwa na klabu nyingine yote katikati. Kapita Simba moja kwa moja. Upo mwaka huo, tuombe pumzi. Na Sefu, umeongea vizuri kweli kweli. Labda tumalize na hili hiki ambacho amekifanya Ahmed, kwenda nje ya Dar es Salaam, nje ya mikoa ambayo naweza kusema ni majiji ambayo yameendelea. Ukiachana swala la jezi, labda kuna namna yote inajenga ushirikiano na kati ya wadau wa Simba, kwa maana mashabiki, wanachama na klabu yao? Kwanza watu wanamtaka Ahmed, afu hawamjui. Vipi leo umewaletea? So Ahmed, usende mbali, nadhani unajua watu wanamtaka Sefu. Yaani yuko mtu saizi, inawezekana nimepewa mwaliko sehemu hujui na sijakwambia. Mimi nishapewa mwaliko wa kwanza Tabora. Siku yote nikiwa ndani ya Tabora, nina namba, kuna mtu kananiambia ukifika fika kwangu. Nimepewa mwaliko wa pili Mwanza. Mimi nina mwaliko Musoma na mwana habari kabisa. Sasa ikiwa Sefu mimi wa hali ya kawaida napata mwaliko, je, Ahmed ni jinsi gani mashabiki wa Simba wanapopata amani na raha? Ahmed anashuka kuzungumza nao. Yaani Simba imewafanya watu wake kujitanua makwapa, wajione watu wakubwa. Ndio maana nakueleza, acha hivyo vitu, ni faraja kuliko ambavyo wewe unafikiri. Na maeneo yote aloshuka Ahmed, watu wake wamekuwa na nuru na furaha. Sasa awamu ya pili, mwana Simba aliyokuwa Kinole Morogoro ameenda kumuona Ahmed kwa sababu ya jezi, anaachaje kuthamini klabu yake? Sisi tunachofanya tunatengeneza thamani kati ya viongozi na wanachama na mashabiki. Si ni kitu kimoja. Tunaposema Simba nguvu moja, ili neno hili sijui hao waguruguru kwa nini hawalijui.
Hao wenzetu wa upande wa pili ambao hata logo hawana. Wewe unakuwa na logo, mtu anacheza marede, mwenge wa nchi huyu anapiga boxer, hiyo timu wahunia. Timu haki ya Mungu na Mtume, Simba si unamuona Simba, katafute wao timu lao, utaniambia mcheza rede nani? Labda yule Ally Kamwe. Umenielewa vizuri? Na wewe weka, usiogope, sikasema sefu. Weka kama ilivyo. Wakija nitawaambia wewe hadi tu unacheza rede na sisi tunakujua. Umenielewa? Kwa hiyo hii nguvu moja inakwenda kuunganisha kati ya Ahmed Ally, Magoli, sijui Mangungu, Madamu, Rais wa heshima, mimi Sefu, wewe na hao waliokuweko wote kuwa kitu hiki. Kwa hiyo hizi shabiki alokuweko Kinore Morogoro kamuona Ahmed Ally, Simba imempelekea kipenzi chao kwamba jamani, haya huyo msije siku mkatulaumu eti tumeishia kumuona kwenye TV. Mmezungumza naye, mmemalizana hivyo. Tunarudi kwenye ligi, mtu ana raha shekha, anasema jezi hii alishika Ahmed Ally ndio mimi nimeuziwa. Faraja kiasi gani? Wacha wabaki na madude yao yale. Na yale hata uanzishi kombe, kuna mtu utamejezi ile utaanzisha kombe. Yakina wewe. Naam Abdallah. Bana Sefu, tumalize sasa. Tunaondokaje? Kwanza kuna vitu vya kujiuliza. Nadhani kuna maswali yalikaa sana mtaani kwamba Diadola ni nani katika jezi, si ndio? Yaani kuna watu walitaka kumuona Diadola ni nani kama nani wakati mmeingia mkataba na Jeruti. Na Jeruti. Kwanza sijui nijibu, hii niende kwenye mtindo wa kujibu afu nitauliza na mimi swali. Diadola ni mtu aliyetengeneza kile kitu. Jeruti ni kampuni ya kiunganishi kati ya Simba na nani? Imeeleweka? Yaani Diadola ndo mtengenezaji wa ule uzi wenyewe, mzalishaji. Yaani huwezi kufanya lolote, lazima awemo. Lakini aliyeunganisha kati ya Diadola na Simba ni nani? Jeruti. Kazi ya Jeruti ni kuisambaza jezi. Kazi ya Diadola ni kuitengeneza jezi. Kazi ya Simba ndio wenye jezi. Nia ni nani? Na mkataba wao mfunga lini katika hii jezi ya Yanga? Yaani sisi tumejibu swali letu. Wao watuambie. Sisi tumefunga mkataba wa kisheria anajulikana lakini tumefafanua kwa nini yumo. Tunataka tujue na wao, kwa sababu si ghafla tumeona kuna jezi amekuja mtu anaitwa Nia. Kwanza ni nani? Tanisaidia. Nimesikia mimi sijui kampuni inatengeneza Pampers. Au wewe umesikia unafahamu nini? Nataka kusikia ambavyo umesikia wewe. Unajibu hoja Sefu hapa ujue. Mimi nimejibu hoja ya Simba. Diadola unaibua hoja sasa. Na hoja upande wa pili. Wao walituuliza hili swali. Nadhani ulilisikia sana. Nimesimama mimi kulijibu. Diadola ni connection, ni care of, sio anaita kitaalamu, kiunganishi kati ya Simba na nani? Jeruti ni kiunganishi kati ya Simba na Diadola. Diadola ndio aloutengeneza ule uzi kuanzia nyuzi, kuchapa na vitu vingine. Umeendelewa vizuri? Simba ndio wenye jezi. Atakayesambaza jezi ni Jeruti. Amini nimejibu. Nataka kujua Nia ni nani? Alifunga mkataba lini? Kwa sababu mkataba wa Jeruti na Simba ulikuwa wazi. Ndio, tuliita waandishi wa habari, tukawaita TRA na watu wengine wasije wakasema tumewahujumu. Sasa swali linakwenda kwao, Nia ni nani? Na yupo kwenye jezi kama nani? Wao watujibu hivyo tu nimalizie. Swali mtoa yule aliyokuwa mwanzo Sefu. Huyu kajaje? Yaani huku tuliulizwa kwa Diadola tumejibu. Swali linakwenda kwao. Kwani mimi jana siniuliza swali kuhusu mwandishi habari mmoja wa ovyo? Si niliuliza swali. Nimeweka swali langu kwa mtindo huu Abdallah. Wewe wapelekee, wao wana namba zangu. Najua kina Godi Yanga watapitia humu. Rafiki yangu Mwalimu Yanga wanijibu. Huyu Nia ni nani na wamefunga naye wapi mkataba? Kwa nini? Ikiwa jezi yenu inatoka kwa buku kuja kwenye klabu, anawalipa Ghalib. Huyu naye amekujaje? Wana Yanga wanaibiwa brother. Haki ya Mungu, bora wewe ulivyokumbuka hili jambo. Tena na sio anaibiwa, sijajua. Inawezekana hata klabu tena sio yao. Wafanye wadadisi wajue Nia ni nani. Hii iliwahi kutokea kipindi fulani. Kampuni hiyo ikapita denge. Kuna kampuni ya masuala ya mambo ya betting. Tulipokwenda kule ilikuwa shirikisho nadhani, kuna betting fulani ilidhamini XBet. Kaonekana hii haitakiwi kuwepo. Hafla kaje haili wale. Haya, mimi bwana hata jina lao. Kumbe kaja GSM huyo. Kaja na mafriji tu kwamba hii ni yangu, lakini nakuja na mtindo wa nini? Wa mafriji bado kwa buku yake ile ile. Alafu tunajua klabu sinabebwa na watu wengi, mbona kidogo ina bana. Nia ni nani? Swali langu ni hilo. Na amekujaje pale? Watujibu na wao. Tumalizie hapo Abdallah bana. Hawa na kawaida kutafuta kuku. Bana mimi nikushukuru. Asante sana bana. Karibu. Haya bana. Haya.